Pichani unayemwona hapa ni mwanajeshi kutoka nchini Marekani na amedakwa na jeshi la polisi nchini Tanzania kwa tuhuma za kuingia nchini na silaha, mabomu 4 ya kurushwa. Hivyo basi sasa hivi picha hizi zimenaswa na zimekuwa zikitembea kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii. Bila shaka wewe utakuwa umekutana nayo, au kama hujakutana nayo basi ndo huyu ambaye anaonekana hapa. Na kupitia ukurasa rasmi wa msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa, ambaye yeye amechukua taarifa kutoka kwenye mamlaka ya vyombo vya ulinzi na usalama jeshi la polisi Tanzania, kuna hii taarifa rasmi ambayo imetolewa. Kwa hiyo kama ulisikia wala sio uzushi, ni kweli. Taarifa hii ya jeshi la polisi inasema jeshi la polisi mkoa wa polisi Tarime Rorya leo Novemba 16, 2025 majira ya saa 6 mchana katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya, Sirali limemkamata Charles Onkuru Ongeta miaka 30, ambaye umri wake of course ana miaka 30, mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya. Mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sergeant akiwa na mabomu 4 aina ya CSM 68 ya kurushwa kwa mkono akitokea Kenya kuingia Tanzania kwa kutumia gari yenye namba za usajili KDP 502Y aina ya Toyota Land Cruiser. Mabomu hayo kwa mujibu wa sheria ya umiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali cha kuingia nayo nchini asingeruhusiwa. Ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuhojiwa kwa tuhuma hizo ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Tarime Rorya. Hii ni taarifa kutoka kwenye ukurasa wa Gerson Msigwa, lakini vile vile unapatikana kwenye ukurasa rasmi kabisa wa mtandao wa kijamii wa Instagram wa polisi Tanzania. Na hiyo ndio taarifa kutoka jeshi la polisi, lakini vile vile hiki ambacho kimekuwa kikizungumzwa kwenye mitandao ya kijamii juu ya mwanajeshi huyo ambaye ana uraia kutoka pale nchini Kenya. Sasa jeshi limeendelea kutoa tahadhari na kuomba ushirikiano kwa watu mbalimbali ambao wamekuwa kiwaona pengine watu wasiowafahamu huko mitaani, kwa sababu sote tunafahamu sekeseke pamoja na majanga ambayo yametokea Oktoba 29 siku ya uchaguzi mkuu wa kupiga kura, juu ya waandamanaji kuharibu vitu na watu wengi kuchukuliwa hatua, lakini vile vile kuripotiwa matukio ya vifo. Kwa hiyo nadhani sasa serikali kwa macho kweli kweli kuhakikisha usafari hii hakuna tukio lolote ambalo baya linaweza likatokea. Kama ambavyo sote tunasikia kwenye mitandao huko, kuna namna ya watu wanaendelea kujiorganize Disemba 9 wafanye tena maandamano au maandamano yafanyike. So taarifa ipo hivyo, na hiko ndicho ambacho kimejili kwa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, na tayari mwanajeshi huyu ameshikiliwa na jeshi la polisi. Kwa taarifa nyingine nyingi zaidi usisahau kusubscribe, kuweka alama ya kengele hapo ili kila taarifa inayokufikia basi uwe wa kwanza kuipata.